Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Viongozi wa kijeshi pamoja na kisiasa nchini Iran wamesema jeshi la Iran litatoa jibu kali dhidi ya Marekani ikiwa Rais Trump atatimiza kile alichokisema mnamo siku ya Ijumaa kwamba atahakikisha anaungana na waandamanaji ikiwa serikali ya Iran itaamua kuwaua waandamanaji ambao wanaendeleza maandamano hayo. Hata hivyo, viongozi hao wamesema kwamba miongoni mwa hatua ambazo watazichukua ni pamoja na kushambulia kambi zote za Marekani zilizopo katika Mashariki ya Kati na kufanya njia zote za kuweza kupambana na Marekani. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, amesema vikosi vya Iran viko tayari kujibu mapigo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi amemwonya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akikosoa matamshi yake ya hivi karibuni kuyaeleza kuwa yasiokuwa na busara na hatarishi, na kusisitiza kwamba vikosi vya jeshi la Iran vimejiandaa kikamilifu kulinda mamlaka ya kujitawala katika taifa hilo. Wale walioathiriwa na mabadiliko ya muda mfupi ya kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni nchini Iran wamekuwa wakiandamana kwa amani hivi karibuni na ni haki yao, waziri huyo wa mambo ya kigeni alisema katika ujumbe wake aliotuma kwenye mtandao wa X mnamo siku ya Ijumaa, na kusisitiza kuwa tofauti na hilo, tumeshuhudia matukio machache ya ghasia za vurugu, ikiwa ni pamoja na mashambulizi kwenye kituo cha polisi na kuwarushia askari polisi mabomu ya kujitengenezea ya Molotov. Akirejelea rekodi ya ndani ya Trump, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amesema rais huyo wa Marekani anapaswa kuelewa kwamba vurugu dhidi ya mali za umma haziwezi kuvumiliwa popote. Amesema kwa kuzingatia kupelekwa kwa askari wa gadi ya taifa na rais Trump ndani ya mipaka ya Marekani, yeye katika watu wote wanapaswa kujua kwamba mashambulizi ya jinai dhidi ya mali za umma hayawezi kuvumiliwa. Kabla ya hapo, katibu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran Ali Larijani alionya kwamba uingiliaji kati wa Marekani katika masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utavuruga utulivu wa eneo zima la Asia Magharibi na kuhatarisha moja kwa moja maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Tehran itachukulia majeshi ya Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kama shabaha halali iwapo Washington itajaribu kuingilia kati jinsi Iran inavyoshughulikia maandamano makubwa yanayoendelea. Hii ni kauli ya spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf, ambaye ameonya. Maneno yake yalikuja baada ya rais Donald Trump kusema kwamba Amerika imefungwa na kubeba na inaweza kuingia wakati wowote. Maandamano makubwa yalianza katika Jamhuri ya Kiislamu mwishoni mwa Desemba, wakati wafanyabiashara mjini Tehran walipogoma baada ya sarafu ya taifa rial kuporomoka. Maandamano hayo yalienea haraka katika miji mingine na kugeuka kuwa ya kisiasa na ya vurugu. Rais asiyekuwa na heshima wa Amerika anapaswa kujua kwamba tuo na vikosi vyote vya Amerika katika eneo lote vitakuwa shabaha halali kwetu kujibu ujio wowote unaowezekana, Ghalibaf alisema katika taarifa kwenye ukurasa wake wa X mnamo siku ya Ijumaa, akitoa maoni juu ya chapisho la Trump katika Truth Social mapema usiku hiyo hiyo ya Ijumaa. Marekani tayari imeamua kuunga mkono waandamanaji wa Iran, alieleza rais wa Marekani Donald Trump. Maandamano hayo yamekuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea tangu ghasia za mwaka 2022 zilizosababishwa na kifo akiwa mikononi mwa polisi Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 alituhumiwa kwa hijabu isiyofaa. Machafuko hayo yamesababisha vifo vya watu 6 hadi wakati huu. Hata hivyo, kwa upande wa waziri wa ulinzi wa Iran Brigedia Jenerali Aziz Nasirizadeh amesema pia siku hiyo hiyo ya Ijumaa kwamba nchi hiyo itajibu madhubuti na bila vizuizi kwa vitisho vyovyote vya kigeni. Akizungumza kando ya ziara yake katika jumba la Lieutenant Jenerali Hussein Salami, kamanda wa zamani wa IRGC nchini Iran ambaye aliuawa katika uchokozi wa utawala wa Israel wakati wa vita vya siku 12, Nasirizadeh alikataa juhudi za baadhi za nchi kusambaratisha mpango wa makombora wa Iran. Uwezo wetu wa makombora sio kitu ambacho kinaweza kuharibiwa, sio kwa mabomu au kwa mazungumzo, Nasirizadeh alisema. Aliongeza kuwa mpango huo hauwezi kurejeshwa nyuma kwa shinikizo la kimataifa, akisema hautodhoofishwa na maazimio yaliyotolewa na nchi zenye historia ya miaka 250 pekee. Waziri huyo wa ulinzi alisisitiza kuwa nguvu ya kijeshi ya Iran imeongezeka sana tangu vita vya siku 12.
nguvu zetu za kijeshi leo ni kubwa zaidi kuliko wakati wa vita vya siku 12, na ikiwa kutakuwa na tishio lolote litakaloelekezwa kwa nchi yetu, tutajibu kwa uamuzi wa bila kuzingatia, Nasirizade alisema. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.